Kwa majina naitwa Petro Tobias Lulandala, ni mkazi wa Igodima, na hapa nilipo ni eneo la nyumba yangu ambayo ilikuwa imepigwa kenchi kwa ajili ya kuezekwa na ikiwa imehifadhiwa chakula kwa ajili ya mifugo. Kwa bahati mbaya leo napigiwa simu nikiwa kazini, nikipewa taarifa ya kushitua kwamba nyumba yangu inaungua moto. Nikachukua bodaboda na kuwahi eneo la tukio, na nilipofika eneo la tukio nikakuta wananchi wa Igodima na watu wengine mbalimbali wakiwa wanasaidia na kuzima moto kwa kutumia ndoo, na mawasiliano yakiwa yanafanyika kwa ajili ya zimamoto kuja kusaidia. Majani yameungua yote na nyumba imeungua upande. Naamini kwamba yote yalikuwa ni makusudi ambayo Mungu ameyafanya au imefanyika, sielewi ni shida ni nini, moto na chanzo chake ni nini. Ninachomshukuru Mungu kwamba wote tu wazima, na vitu ambavyo vimeathirika ni vitu ambavyo vinatafutwa. Naamini Mungu atanipatia pesa, nitavipata tena. Na shukrani zangu za pekee ziende kwa wananchi wote wa Igodima pamoja na majirani wote la zimamoto. Kwa hiyo baada ya kusikia taarifa walikuja kwa haraka na kusaidiana kwa kuzima moto. Mungu awabariki sana, sina cha kuwalipa. Nimepokea simu na wajumbe kwa kuna nyumba inaungua huko. Kwa kama mlivyoona nimekuja kwa uharaka ili tuinusuru hii nyumba. Kwa kweli tumejitahidi, nimekuta wananchi mmejaa hapa kuja kutusaidia kuzima moto kwa kutumia ndoo, lakini vyombo vyetu vya zima moto navyo vimefika kwa wakati. Shida nini havijafika kwa wakati? Changamoto ya barabara, si ndio? Nao niwapongeze sana ndugu zangu kwa kuja kutusaidia kuzima moto. Kwa wananchi, natoa rai kwa wananchi, tunapoona kuna tukio limetokea, tujitahidi kujitokeza kwa wingi kama mlivyotokeza hivi. Mimi nawapongeza sana. Si ndio ndugu zangu? Tuwe na moyo wa uzalendo. Na Igodima itajengwa na wana Igodima wenyewe, si ndio? Wana Igodima ni mimi na wewe, si ndio? Ni mimi na nani ndugu zangu? Kwa hiyo tunapoona changamoto yoyote imejitokeza, tujitokeze kwa wingi kushirikiana ili tutatue hiyo changamoto. Kwa hiyo mimi nawapongeza sana. Miundombinu yetu hasa barabara, yani barabara na nyinyi mnaweka vitu vyenu. Mfano tumefika hapa tumeshindwa kusogeza gari mpaka huko kwa sababu tulikuta mmeweka mawe njiani. Si ndio? Kwa hiyo mjitahidi kwanza nyinyi wenyewe mnaachana njia ili gari letu liweze kupita. Hapa ikiwaka nyumba ile kule, sisi tunaingilia wapi? Sio lazima zima moto. Inaweza kuwa gari ya dharura nini, ambulance na vitu vyote vya dharura, sawa? Kingine, mnatakiwa linapotokea tukio mtoe taarifa haraka iwezekanavyo na kwa wakati. Sawa? Inatakiwa mtoe taarifa kwa wakati. Kwa majina naitwa Adam Sadala, ni mkazi wa Igodima, pia ni mgombea udiwani kupitia Chama cha Ukombozi wa Umma. Nipende kushukuru Jeshi la Zimamoto, mwenyekiti wa mtaa wa Igodima Bwana Ayubu. Wamekuwa msaada mkubwa kwenye ajali ya moto. Wamefika kwa wakati, Jeshi la Zimamoto limefika kwa wakati. Tuondoe zana potofu ya kusema kwamba unaweza kupigia zimamoto wasije. Zimamoto ni chombo cha dola. Ukiwa taarifu muda wowote wakati wowote wanafika kwa wakati. Kwa hiyo ndio watoe wananchi hofu kuhusu Jeshi la Zimamoto liko active. Naendelea kusii sana wananchi wa Iganzo kwa ujumla. Hii ni Igodima, Igodima ina mitaa minne lakini ni Iganzo. Hapa tupo Igodima. Tuna mitaa minne lakini na wasi wananchi wa Igodima wanapopata taarifa yoyote inayoashiria labda uvunjifu wa amani, inaashiria hatari, chochote kile, tuna vyombo vya dola viko timamu. Muda wote vinafika kwenye tukio bila shida yoyote. Na vyombo vyetu havitozi gharama, hakuna gharama. Ukiita polisi watakuja kwa wakati, watoe gharama, zimamoto watoe gharama. Yaani wanakuja moja kwa moja kwa wakati unaotakiwa. Pia kingine nataka nisisitize pia kwenye swala la uchaguzi ambao ndio shughuli kubwa tulionayo kipindi hiki. Mimi nataka niwaisi wananchi, jitokeze kapige kura. Unamtaka Adam Sadala mchague, umtaki Adam Sadala acha, lakini fanya kitu chako cha kikatiba. Haki ya kikatiba ya kuchagua. Nenda kapige kura.